Why unadaiwa dhamana unakuja juu. Hivi kweli tena hiyo ndio ishara kubwa kabisa kwamba hiyo pesa hujaituma. Kwa sababu mtu yeyote muungwana anajua kabisa huyu dada amenifanyia kazi mwaka mzima, nimekaa naye vizuri. Dada ambaye amefanya kazi mwaka mzima hata kama alikuwa na mapungufu yake, lakini manake ulimkubali ukaishi mpaka mwaka ukaisha. Sasa dada watu wameshatoka nyumbani kwako, anakuja huku kufuatilia dhamana yake. Sisi hatuoni pesa. Unapigiwa simu kwamba jamani, tunaomba ile kopi ya muamala. Wengine waungwana wanakuaga hawajatuma. Kwa hiyo tunawaambia basi kama ukutuma mtumie dada direct hela yake, kwa sababu hela ilikuwa hapa kushika huu mkataba ameshaumaliza. Kwa hiyo hakuna sababu tena ya wewe hiyo hela kututumia sisi, mtumie dada. Au ni wachache ambao wanakuaga kweli waungwana, wana hofu ya Mungu, ni wa kweli mbele za Mungu na wanatenda haki. Wanasema jamani, samani ilipitiwa, lakini basi tunamwambia mtumie dada hela yake. Hatutaki ndio mabosi wapitiwe. Hiyo dhamana lazima ije kituoni. Ila ni kwa sababu tunakuwa na watu ofisini ambao mnajua wafanyakazi mkiwaweka ofisini. Watu mlioajiri wafanyakazi mnajua. Kwa hiyo kuna hizo changamoto katika kufuatilia na nini na kutunza kumbukumbu. Wafanyakazi wetu ambao tunawaweka ofisini wanashindwa kufanya ile 100%. Sasa hiyo sio ndio ikufanye wewe uanze kureact na kuwa mkali kwamba umedaiwa kopi ya dhamana kama kweli ulilipa. Hata kama mkataba ni mwaka mmoja tu, unasema mwaka mmoja muda mrefu sana, simu nimebadilisha, sijui simu nimefanyaje, mbona ni muda mrefu. Jamani, ukipiga simu tu kwenye mtandao wako ukaambia kuna hela nilituma kwenye hizi namba, mwaka ni mdogo sana, unapata print out, unatupa hiyo, unapata hiyo message unatutumia. Kwa hiyo jamani mabosi, naomba tuonyeshe ushirikiano, na naomba sana acheni roho mbaya. Acheni roho mbaya, acheni ubinafsi. So kwa sababu mdada wa watu kashamaliza kazi, kashakufanyia kazi mwaka mzima, bado unaendelea. Hata kama huna dada wa Wadada Center, bado unaendelea na huu mchakato wa wadada, ili Mungu akuletee wadada wema, wadada wazuri wenye hofu ya Mungu, atakao kaa vizuri na nyumba yako. Hebu mtendee wema huyu dada ambaye ametoka kwako, malizana naye vizuri kwa haki. Namna gani tunamalizana naye? Lazima tumpe ile iliyo haki yake. Ulituma dhamana, tupe kopi ya muamala. Kama hukutuma, basi utamtumia hela yake, haina shida, lakini tuonyeshe ushahidi kwamba ulituma hiyo pesa ili dada aweze kupata hela yake. Kwa nini inakuwa hivyo? Why iwe ni shida? Hivi kuna ugumu gani kweli kuspare muda wako ukasema ngoja nitume hii niangalie, niulize basi hata kama kwenye simu yako umebadilisha simu, huna message, huna nini, ukasema hebu ngoja nipige Voda, Tigo, Airtel, hebu wanitumie tu hiyo message. Si namba zetu ziko hapo. Nilituma hela mwezi fulani, kati ya mwezi fulani au mwezi fulani, kama ukumbuki mwezi vizuri. Dada akimaliza mwezi tu, wewe unajua tarehe umchukua dada. Amemaliza mwezi, hela yake unatakiwa kutuma. Basi ukiangalia ndani ya huo mwezi, yani miezi miwili tu, lazima tu hiyo hela uione kama wewe ni mtumaji, kama ulituma. Lakini vinginevyo usituletee ukali, sisi hatutatoa hela kwa sababu ya ukali wako. Mimi nilishatuma hela. Jamani, ushahidi. Mbona haya mambo si hatupokeagi hela keshi? Haya mambo mbona ni mepesi? Si hatupokei keshi kabisa. Hela zote zinatumwa kwa simu. Tutumie kopi ya muamala. Acha ujanja. Kwa hiyo please naomba tuelewane, na mimi nilisema tena, sina shida ya kuhudumia, yani sina shida na wateja wa staili hiyo. Sina shida kabisa. Mimi naomba watu ambao watakuja tufanye kazi kwa amani, kwa upendo, tumalizane vizuri. Hao ndio watu ambao nawataka. Wale ambao mnaanza kujifanya ukali usiokuwa na kichwa na wala miguu, wakati unaona kabisa hii ni haki ya mtu, unaleta ukali kwenye haki ya mtu. Mtu mdada wa kazi ambaye anafanya hii kazi za ndani, unafikiri ni rahisi kweli? Hiyo hela yake shilingi ngapi? Sasa nyingine unakuta ni bosi ambaye ni 100,000 tu, unapiga nayo mayowe makelele ya nini sasa? Kwa hiyo tafadhali naomba tutoe ushirikiano kwenye swala la dhamana za wadada. Na wale ambao mabosi ambao tayari mko na wadada wetu, tafadhali cheki kama dhamana ya dada ulituma. Kama umetutumia, tumia kopi ya muamala, nasema kabisa hii ni dhamana ya dada fulani. Okay, tuma kwenye meseji zetu zote kama ushahidi kwamba hiyo kopi ya muamala, tuma kwenye simu zetu. Na wale ambao mnatarajia kuja kufanya kazi na sisi, jamani, utaratibu wetu ni huo, ili upate ile haki yako. Hawa wadada tuliweka hii dhamana kwa sababu walikuwa na wao wanakuja kuwafanyia mambo ya ajabu. Dada anakaa miezi miwili anaondoka, mnaanza kusema jamani, ni madalali, ni wakorofi, madalali, ni matapeli, maneno mengi. Tumewawekea mpango wa kuhakikisha kwamba wewe ukilipa hela yako mara moja tu, mwaka mzima unapata wadada. Wawe 2, wawe 3, wawe 5, wawe 10, haijalishi. Tumeweka huo mpango kwa ajili yenu nyie mabosi, ili mpate ile peace of mind. Dada akiondoka katikati ya mkataba, unapata dada mwingine. Sasa onyesheni ushirikiano basi. Onyesha ushirikiano. Sasa dada ameshakaa, umepata dada mmoja, imekuwa ni bahati, huyo kafanya kazi, kamaliza mkataba wake. Onyesha ushirikiano. Kuweni na utu jamani. Kuweni na utu. Haki. Yaani hofu ya Mungu sio kwenda makanisani na misikitini. Hofu ya Mungu ni kutenda haki kwa binadamu wenzio.
tendee haki. Mtu amekufanyia kazi vizuri, mtendee haki yake. Kwa hiyo sisi tunachoomba, ili tuwape dhamana wadada, lazima tupate kopi ya muamala, full stop, hakuna kingine. Yaani hakuna bla bla, oh mimi jamani mnanijua sijui nini. Hapana, kwenye masuala ya hela ni ushahidi. Ushahidi tu ndio tutakaoweza kwenda nao, kwamba hii kopi ya muamala niliwatumia hivyo, lakini sijui nini, mimi na jina langu, mimi na heshima yangu. Heshima yako tuonyeshe ushahidi, mbona maneno mengi? Sijui jina lako, heshima yako, hivyo vyote havina nani kwetu. Lazima tuone kopi ya muamala. Tukiona kopi ya muamala tunampa dada hela. Hata kuona hatuna hela ya kumpa, tutampa hela kutokea wapi jamani? Wafanya biashara, msemeni. Tutampa hela ipi? Na tulikuja kugundua hapa, tulikuwa tunapigwa sana. Dada anakuja tu anadai kopi, anadai muamala, tunampa. Kuja kushtuka hapa, kuna watu wengi hawatumagi hela hizo za dhamana. Ndio tukaweka mfumo, mpango, mkakati. Hatutoi dhamana kama hatujaona kopi ya muamala. Okay, wadada muelewe na mzingatie hilo kwa mabosi wenu. Wengine wakasema kwa nini sasa hizo hela wadada wasipewe ili wawatumie nyie? Yaani kwamba mabosi wasitume direct. Jamani, mwanzoni tulianza hivyo. Wadada ndio walikuwa wanapewa hizo hela. Tunasema mshahara wako wa kwanza ukipewa tuma kituoni. Dada anapewa mshahara huyo kaondoka. Sasa tukaona nini? Ndio maana tukaiweka kwa mabosi. Sio kwamba hatujafanya, tulifanya hiyo. Tulijaribisha kwamba wadada ndio wapewe, wakilipwa mishahara yao watume. Sio jamani, haya masuala ya hela haya yanabadilisha watu. Dada anakuwa mnyenyekevu anapokuja, akishafika kwenye akipewa tu hela, yani tamaa inamuingia. Na ndio maana tunaambiaga mabosi, msiweke mahela nyumbani. Mnatamanisha watu, hakuja kwa nia ya kuiba, lakini atakavyoona unatupa tupa mahela ovyo, umekuja madro yako yamejaa mahela manini, mtu anaingia tamaa. Huyo hakuwa na nia ya kuiba, lakini umemtengenezea mazingira. Kwa hiyo hizi hela za dhamana mabosi ndio wanatakiwa watume, na ukishatuma utuonyeshe ushahidi kwamba hii ni kopi ya muamala, nilituma kwa ajili ya dhamana ya dada. No problem, hakuna vita, hakuna ugomvi, dada anapata hela yake, peace, kila mtu anaenda kwa amani. Okay?